Kuna watu hapa Mungu anawatazama kwa jicho lingine. Wewe ukishinda, familia imeshinda. Wewe ukifeli, familia imefeli. Wewe ukishinda kama mama, familia imeshinda. Wewe ukishinda kama dada, familia ya mama yako imeshinda. Naongea na watu watatu waliotangulizwa kwenye familia. Wao wakishinda, familia imeshinda. Hebu sema, leo nitashinda na familia itashinda. Esta anamwambia Mordekai, ombeni kwa siku 3, maombi ya kufunga na kuomba. Maana yake anatufundisha kinachoweza kurudisha kibali sio propaganda, sio ombea, sio maneno, ni maombi ya kufunga na kuomba. Mwambie mwenzako unaombaga. Mwambuse basi, mwambie unaombaga. Wewe unategemewa na familia. Na shida ya watu wengi, anataka kuwa na magari, kuwa na nini ndio aweze kuona kwamba anategemewa. Sikiliza, ukikaa katika ulimwengu wa roho, wewe ni bouncer kuliko mabouncer wote. Ukiwavusha wengine, watavuka kwa viwango vya baraka. Naongea na watu watatu ambao Mungu anawatazama kwa jicho lingine. Leo watavusha familia zao na watakwenda ng'ambo ya pili. Hebu sema, nitakwenda ng'ambo ya pili. Sasa wakaingia kwenye maombi. Alafu Mordekai akakusanya watu wanaomba. Hawamuombi Mungu, wanaomba katika jina la Yesu. Tunamwombea Esta, mpe upako, mpe kibali. Hiyo roho ya faraka iliyomfaa tunavua, tunatamka apate kibali mbele ya mfalme kwa siku 3. Namtafuta leo Esta. Mungu leo anamtafuta Esta wiki hii. Tunamtafuta Esta alikojificha. Na wakina Esta wamejificha tu. Yamkini uko kwenye boma la watu ni mwali, lakini kwenye hiyo boma ukupelekwa kama mwali, ulipelekwa kama kiongozi. Na ndio maana kuna wengine mlipoolewa, mlikuta boma za watu hazina mwelekeo, na ulipokelewa kwa shangwe. Baada ya miezi michache vita ikakuinukia. Kati mwingine wakupigi wewe vita. Adui na mizimu ya hiyo boma wanajua aliyekuja sio mtu wa kawaida. Ni mtu ambaye anabeba kibali. Ni mtu ambaye nyota yake tunaiona. Ni mtu ambaye akisema kitu vitu vyote vitaharibika. Nami nataka nikurushie kibali chako. Kwenye hiyo boma uliotoka, watakwenda kuharibika, watakwenda kudondoka, watasarenda wakikuona. Mtu mmoja apige kelele aseme kwetu watasarenda. Sema, naomba Mungu anipe kibali kama kibali cha Esta. Mguse basi mwenzako, mwambie, alo, unajua una kibali. Sio mlango, mwambie unajua una kibali. Kibali kikija utakuwa wa tofauti. Hapa kuna wakina Esta wa familia. Hapa kuna wakina Esta Mordekai wanawasubiri waseme kitu mbele za Bwana. Sema amina. Sema amina. Funga. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mguse mwenzako, mwambie unajua ni Esta wa familia. Unajua Mungu anakutafuta mahali. Haijalishi wanakupiga vita. Vita isikuogopeshe. Vita vitakuja. Hakunaga kinachokuja kirahisi. Hakunaga kinachokuja kwa maneno. Na ukiona vita unaandaa historia. Historia inaandaliwa. Kuna watu karibu mtajaa kita, vitabu vyenu vitajaa, vikombe vitajaa, vikishajaa hama natauawa, hama natachinja mchana pepe. Ninatangaza anayepita atakwenda viwango vya baraka. Naongea na Esta wa familia. Naongea na Esta wa kanisa. Naongea na Esta wa nchi. Naongea na Esta wa taasisi. Naongea na Esta wa shule. Ninatamka Esta nyanyuka, Esta nyanyuka. Usiangalie mazingira. Maandiko yanasema Esta alifika mahali, kila mahali ni mbiu, kila mahali ni vilio, kila mahali wanasubiri siku 30 wakauawe, kila mahali ni umasikini, kila mahali ni magonjwa, kila mahali ni roho ya madeni. Ukiangalia mdogo wako yuko mbaya, ukiangalia mama yako hauwezi kumkimbilia, ukiangalia baba yako hakuna afadhali, ukiangalia wadogo zako hakuna afadhali. Kisikutishe, ni msiba umetangazwa. Lakini nataka nikwambie, katikati ya msiba yuko shujaa. Tukisema naye anaachilia kibali, anaachilia upenyo. Tumoja aseme hebu sema, kuna shujaa mmoja katikati ya mauti. Tukisema naye upenyo unatokea. Na watangazia wajua kucheka, na watangazia walioicheka familia ya kwenu, wakasema tumemaliza, kwisha habari yao. Hawataka wainuke, hata vya biashara vinavyofanyika havitafanikiwa. Wao wana balaa blue. Tunasema na mbinu kwenye madhabahu, Esta anyanyuke, lazima mauti itarudi kwao. Hebu sema, mauti itarudi kwao. Wangapi wananielewa jamani? Mwambie mwenzako, nyanyuka, maana wewe ni Esta. Acha kulala. Esta kabla hajashutuliwa na Mordekai alikuwa anaona kama Phoenix.
baiskeli ile ya Phoenix ya babu. Kwanza alikuwa kwenye nyumba nzuri, kwa hiyo alikuwa ananyosha miguu, ale keki, ale nyama. Amesahau kuomba, amesahau nafasi. Mordekai akamshtua. Tena alikuwa ni mlinzi getini. Yeye Esther hakuona anachokibeba, lakini Mordekai aliona. Ni kama wewe hapo ulipo. Wewe unaweza ukajidharau, lakini ndugu zako wakikuangalia unasema dada anaweza kutusaidia, kaka anaweza kutusaidia. Sema basi amina. Sema leo narudishiwa kibali changu. Angalia kile kitabu kile cha mstari wa mlango wa 17, mstari wa 17. Maandiko yanasema, akamwambia na fungeni kwa ajili yangu, na mkishamaliza kufunga siku ya 3, hebu sema siku ya 3. Siku ya 3 nitakwenda kinyume na sheria. Maana nitakwenda kinyume, maana kulikuwa na sheria moja. Ukifika mbele ya mfalme, maandiko yanasema tayari mauti imetangazwa mpaka nyumbani kwa mfalme. Sikiliza mwanangu, kama mauti imetangazwa kwenu, kama adui amepanga kuwaua, kama adui amepanga kuteka uchumi, Mungu hawezi kuingilia kati. Mungu anaweza akamkubali naye shetani. Kumbuka shetani ana haki mbele za Mungu. Kumbuka kwa Ayubu, alimwambia unafikiri Ayubu analicha jina lako? Akajitetea. Mungu anamwambia okay, uko right, uko sawa, nenda kapambana naye. Maandiko yanasema akapambana na Ayubu. Maana yake kinachotakiwa, Mungu hazui jaribu linapokuja kwako, hazui maadui, hazui wanafiki, hazui chochote. Mungu anapoona majaribu yanakuja kwako, ananesa kwenye kiti, anasema glory kule, najua atanyanyuka, najua atanyamaza, najua atajitetea. Oribo shakaramo, najua atatumia sheria zangu. Naongea na watu watatu kwa walikotoka, ziko sheria tutapindua leo. Iko mizimu itapinduka leo. Sheria hiyo bomba isiyotaka watu kujenga, tunakwenda kinyume na hiyo sheria. Sheria isiyotaka watu kusoma, tunakwenda kinyume na hiyo sheria. Sheria isiyotaka wewe ufanya biashara, tunakwenda kinyume na hiyo sheria. Sheria inayodai watoto wako hawatajenga, tunakwenda kinyume na hiyo sheria. Tumoja apige kelele, tunakwenda kinyume na sheria za hiyo boma la kwenu. Sema leo tunakwenda kinyume. Sheria inayosema sitaolewa, tunakwenda kinyume. Sheria inayosema wewe sio mfanyabiashara, tunakwenda kinyume. Sheria inayosema kwenu wawe walevi, wasijenge, wasifanikiwe, tunakwenda kinyume. Sheria inayosema hawa ni watu malaya, tunakwenda kinyume. Sheria inayosema hawatainuka, tunakwenda kinyume. Tunakwenda kinyume. Tumoja apige kelele, tunakwenda kinyume. Nyosha mikono ulikotoka, tunakwenda kinyume. Walivyosema tunakwenda kinyume. Usikubali kufa. Nenda kinyume na mazingira yanayosema. Esther akasema mkishafunga siku 3, siku ya 3 kuna sheria moja. Mtu akienda kwa mfalme kama hajapata kibali, kuna sheria moja tu, kama hata kunyosha fimbo ya dhahabu, maana yake unakwenda kuuawa. Lakini mimi Esther, tukishaomba siku 3, ninajua kuna upako utanifunika, ninajua kuna nguvu itanifunika. Kwa hiyo sitakwenda kama Esther. Nikitokea mbele ya mfalme, sitakwenda kama Esther. Nikirudi kwenye familia, utakwenda kama Diori. Ukirudi kwenye biashara, utakwenda kama Alfa. Ukirudi kwenye eneo uliopo, hautarudi kama wewe. Roho ya mzimu iliyokuwa inakutazama, waliokukejeli wanafiki, watakapokuona hawatakuona wewe, wataona shujaa wa msalaba, wataona mfalme wa falme. Tumoja apige kelele, sema leo hawataniona. Sema basi hawataniona. Esther akasema siku ya 3 nitakwenda kinyume na nini jamani? Na sheria iliyowekwa. Yaani nikishaenda kinyume, nitakuja na majibu. Kama nikufa acha nife. Lazima shujaa huo ifike mahali pa kutangaza kama nikufa acha nife. Lakini ukitangaza hivyo na unatafuta upako, wewe na uhakika utakufa, utatoka. Sijui kama kuna watu wananielewa. Haijalishi wanakutokea kwenye ndoto, hawakuwezi. Haijalishi wamejitandaje, wana mishale, wana mabunduki, hawakuwezi. Sema basi fire. Wangapi wanasema nataka niwe Esther? Nyanyuka kama Esther. Nyanyuka kama nani jamani? Kama Esther. Maandiko yanasema siku ya 3 walipomaliza maombi, maandiko yanasema anawaambia Wayahudi, nyamazeni kimya sasa, muujiza wenu, baraka zenu ziko kwangu. Wewe kuona familia kwenu wanamtegemea katoto, maana mjomba wake Mordekai ni baba mzima, ni mtu mkubwa. Kuna watu wakubwa wako kwenye familia kwenu, wanakutegemea wewe useme jambo. Ndoa yako inakutegemea useme jambo. Ndugu zako wanakutegemea useme jambo. Ninaona watu watatu watasema jambo na mbingu itaamuru baraka. Sijui kama nasikika mahali hapa. Sema kibali changu kiachiliwe.
Maana Esther alitambua kilichokamatwa hapa sio mimi, ni kibali kinakamatwa. Sina kibali ya kuongea tena na mfalme, maana shetani ameharibu mahusiano yetu. Maandiko yanasema siku ya tatu upako umemfunika, akaenda kinyume na sheria. Kwanza kuomba ruhusa, akaenda kinyume. Mfalme alikuwa amekaa kwenye ua. Maandiko yanasema alikuwa anamchukia Esther vibaya. Hujawahi kuona mwanaume anakuchukia, hujawahi kuona rafiki anakuchukia, hujawahi kuona eneo la kazi unachukiwa, hujawahi kuona unakosa kibali. Tatizo usigombane kimwili, kuna kitu kimeibiwa. Twende kwenye ulimwengu wa roho, tuite vibali vyetu. Kibali kikija, watoto waliokukataa watapiga sauti mbele yako. Naongea na watu watatu, kibali chako kitaachiliwa. Sema basi amen. Hebu sema kibali changu kiweze kuachiliwa. Maandiko yanasema upako ulipomfunika, na kumbuka Wayahudi walimwombea. Kumbuka hata kama Yesu Esther, mwambie Mungu kwenye familia mama, yuko Esther, yuko wapi? Mwambie Mungu Daudi wa familia, yuko wapi? Mwambie Mungu niko hapa, napiga kelele kama Mordekai. Kama ndio mimi Mungu, nifungue macho. Nakwambia Mungu atakufungua. Sema basi amen. Sema basi amina kama unabarikiwa. Maandiko yanasema siku ya tatu akamtokea mfalme kinyume na sheria. Esther akawa anatembea, upako umemjaa, nguvu zimemjaa, anointing imemjaa. Alipokuwa anamkaribia mfalme aliyekuwa anamkataa Esther, alipomwona Esther, akasema simuoni Esther, namuona mfalme mwingine ambaye ana mamlaka kuliko mimi, wacha nisarenda haraka. Akachukua fimbo ya dhahabu akamnyosha Esther, akamwambia Esther, unataka nikupe nini? Nataka nitamke leo, kibali kikija, kuna watu watakutafuta, watakuambia tukupe nini, tukusaidie nini. Wako wapi watoto wanaosema kibali changu kiachiliwe?